Abdullah Saiwad ni baba mdogo wa marehemu Awad Mohamed Chiko. Leo asubuhi na mapema alipata ajali na bahati mbaya amefariki. Kwa sababu imetokea ajali ni kwamba lazima hii ichukuliwe kama kesi ya polisi. Kwa hivyo maiti imepelekwa iko Kilwa Barracks katika hospitali ya polisi. Pale watafanyia postmortem na kufanya mipango yote ya kesi, kwa sababu hii ni kesi ambayo dereva atashtakiwa. Na baada ya kupata taarifa hizo tunatarajia kwamba tunaweza kupika leo kwa sababu kwa kawaida tunapika siku hiyo, lakini kutokana na taratibu za serikali inabidi tuahirishe. Kwa hivyo hapa nyumbani tangu asubuhi leo tumekuwa na dua zilizoongozwa na baadhi ya mashehe ambao walikuwa karibu yake, pamoja na imamu mkuu wa Mtoro Sheikh Kaporo na vile vile shehe wa wilaya Mahdi. Kwa hivyo mashehe wengi walikuja kuongoza dua. Tumefanya dua na tunapumzika. Jioni tutakaa tutafakari, tutakula kwa pamoja iftari na tutafanya tena dua tena nyingine ndogo baadaye. Alafu usiku tutafutari. Kesho asubuhi na mapema kutakuwa kuna gwaride na kumwaga kule Police Barracks. Kule Police Barracks kule watakapomwaga na sisi familia tutakuwepo, na baada ya kumwaga ndio tutakabidhiwa maiti ambayo tutakuja nayo, tutakuja kufanya taratibu za mazishi ambayo kwa Uislamu ni uoshaji na kuandaa kwa kwenye sanduku. Tutaleta hapa nyumbani ambao tutafanywa dua, ataswaliwa. Alafu mida kama ya saa 5 hivi tutatoka hapa tutakwenda msikiti wa Manyema ambaye ndio msikiti wake alozoea na vile vile babake hata babu yake. Msikiti huo ndio ulikuwa chanzo cha kusomea dua. Alafu kwenda kuzikwa katika makaburi ya Kisutu ambayo ni makaburi ya asili. Kusema kweli kufariki kwa Awadhi ni pigo kubwa sana, na katika masuala tu ya kifamilia kuyaweka vizuri wakati yeye hayupo haitakuwa kazi kubwa sana. Itabidi tu watu wajitoe. Kwa mfano yeye ni msimamizi wa maulidi ya kila mwaka ambayo tunayofanya Geza Ulole, ambayo maulidi ya asili haya tangu babu zake walikuwa wanasimamia. Sasa yeye ndio alikuwa msimamizi mkuu. Sawa, vile vile tunakuwa na dua ya mwisho wa mwezi wa Shaabani ambayo inakuwa na dhikri ya Dandalawe. Yeye ndio msimamizi mkuu vile vile. Hata hayo ni katika masuala ya kifamilia, pamoja na kwamba yeye ni mkubwa katika familia ya marehemu baba yake Mzee Mohamed Awad Chiko, lakini mimi ndio mkubwa wa familia kwa ujumla, manake tuko wengi. Sawa, kwa hivyo pengo ni kubwa sana na Mungu amemuondoa mapema. Ana watoto wadogo, ana watoto watatu. Wa kwanza amemaliza form 4, anatarajia kwenda form 5. Wa pili yuko form 4 sasa hivi wa kike, na watatu yuko nursery wa kiume. Watoto watatu ndio ameacha na mjane. Sawa, sasa hiyo kubwa sana.